Yes, tupo na taarifa moja muhimu kweli kweli, na ni progress au mwendelezo wa kile ambacho tumekuwa tukikizungumza mara kadhaa juu ya klabu ya Simba na eneo la kocha mpya. Mpaka sasa updates zilizopita zinaendelea kusalia vile vile, kwa maana ya makocha kadhaa wamekuwa wakileta CV zimeongezeka, sasa ni zaidi ya CV 100 zipo katika meza ya Simba. Lakini makocha hawa wanatokea katika maeneo mbalimbali ya Afrika, lakini pia nje ya mipaka ya Afrika, kwa maana ya barani Ulaya na maeneo mengine kadha wa kadha, na hiyo ni kwa sababu ya ukubwa wa hii klabu ambayo wanataka kwenda kufundisha. So tulitaja kuhusu walimu ambao wanatokea Afrika Mashariki, kuhusu kutuma CV yao ndani ya Simba. Tukamtaja mwalimu mmoja ambaye ni Mike Hilary Mutebi, mwalimu kutoka Uganda ambaye amekufundisha kikosi cha KCCA. Sasa Simba wenyewe ni kama wanajua kitu gani ambacho wanakihitaji katika kikosi chao, kwa maana ya kuongeza nguvu katika hilo eneo la benchi la ufundi. Wanataka kufanya mabadiliko ya nguvu. Ikumbukwe timu yao imeondokewa na watu wengi katika eneo hilo la benchi la ufundi. Sasa kuna watu ambao wanawahitaji, ambao wanawafahamu, yani hawakufanya request, yani hawakuomba kazi, lakini wanawahitaji. Lakini wapo ambao wameomba kazi na wanaendelea kuchakata CV ili wajue nani wanampa hicho kibarua. Sasa story kubwa ni ya Ahmad Ali. Yes, Ahmad Ali ni moja ya makocha ambao wenyewe klabu ya Simba wamemhitaji ili kumuongeza katika benchi lao la ufundi. Na uhalisia wa story hii ni kwamba klabu ya Simba walifanya mazungumzo ya kumuongeza Ahmad Ali. Sasa issue ya Simba kumuongeza Ahmad Ali haikuwepo kwa wakati huu tu peke yake, hapana. Simba alikuwa na mpango na Ahmad Ali tangu ulivyomalizika tu msimu uliopita, kwa maana JKT Tanzania ilifanya vizuri kwenye msimu uliopita, walitaka kumuongeza katika timu awe sehemu ya benchi la ufundi la klabu hiyo chini ya Fadlu Davids, lakini mambo hayakuenda vizuri. Lakini kocha huyu pia aliwahi kuhitajika na kikosi cha Singida Black Stars. Naam, waliwahi kuhitaji huduma yake, lakini baadaye ikaonekana wamebadilisha mpango na kumchukua Angel Miguel Gamondi. Lakini unaweza kujiuliza kwa nini so special, kitu gani so special kipo kwa Ahmad Ali mpaka klabu vigogo za namna hiyo zinamhitaji? Ana vitu vingi sana. Miongoni mwa vitu ambavyo yuko navyo, kwanza na qualification za kusimama kama head coach, sio tu ndani, hata kwenye michuano ya kimataifa. Lakini ni kocha wa kisasa. Ukiangalia JKT kwa vile ambavyo inacheza, unaona kabisa kwamba wana kocha wa kisasa. Vitu vingi sana vimebadilika katika kikosi cha JKT Tanzania. Sasa kabla kwenda tujiangalia style yake ya kucheza, Ahmad Ali anahitajika ndani ya kikosi cha Simba kwa ajili ya kwenda kuwa kocha msaidizi, yani akaongeza nguvu kwenye technical staff. Tunafahamu kwamba Simba kwa sasa haina kocha mkuu. Kwenye michuano ya kimataifa walikuwa na Morocco, lakini kwenye michuano ya ligi ya hapa ndani wapo na Selemani Matola. Sasa wanataka kumuongeza Ahmad Ali kwa ajili ya kuja kuwa kocha msaidizi. Alafu yani maarifa mapya wanachotaka kuleta ni maarifa mapya ndani ya kikosi, alafu alete na kocha mwingine wa kigeni kwa ajili ya kuja kuwa kocha mkuu ndani ya kikosi hicho. Lakini Ahmad Ali kwa sababu ya mazingira ya JKT Tanzania na namna ambavyo timu yake ilivyo mpaka sasa, performance ambayo ameionyesha tangu msimu uliopita na mpaka sasa, na alikuwa akifanya vizuri pia tangu akiwa na kikosi cha KMC ya vijana, unaona kabisa kwamba ni kocha ambaye anajiamini, ni kocha ambaye anaamini katika uwezo wake. Hivyo basi ameignore hii deal ya Simba kwenda kuwa kocha msaidizi. Yes, licha ya ukubwa wa Simba na vitu vyote ambavyo viko humu ndani yake, lakini Ahmad Ali kwa mujibu wa vyanzo vyangu ni kwamba ameignore huu mpango wa kwenda kujiunga na Simba kama kocha msaidizi. Iko kitu yeye hajakitaka. Amewapa mazingira Simba kwamba kama wanamhitaji, kwanza na mkataba na JKT Tanzania. Kwa hiyo kama wanamhitaji waongee na JKT Tanzania kwa ajili ya kuangalia maslahi ya mkataba wao. Lakini eneo la pili ni yeye kwenda kuwa kocha mkuu ndani ya kikosi cha mnyama kwa maana ya Simba. Yes, kwa hiyo mazingira yako hapo. Lakini Simba hawajaonekana kuattempt tena kwa maana ya fedha ambayo nafasi ambayo Ahmad Ali anaitaka
wao wanataka kumleta kocha mwingine wa kigeni mwenye wasifu mkubwa, mwenye profile ambayo inaweza kuvusha kikosi chao kwa hapa ndani, lakini pia huko kimataifa. Kwa hiyo huo ndo mpango wa Simba ambao wako nao. Lakini Ahmad Ally mwenyewe ni kocha wa kaliba gani? Ni kocha ambaye kimsingi Watanzania wengi tulimfahamu akiwa na kikosi cha KMC ya vijana. Yes, alitoka pale baadaye kuwa promoted kwenye senior team na baadaye akawa ameondoka maeneo mbalimbali ikiwemo Tanzania Prisons. Kapita Tanzania Prisons, yake ilikuwa imara, ilikuwa nzuri, na baadaye akaenda JKT Tanzania. Alipofika JKT Tanzania ameibadilisha timu. JKT leo hii tunapozungumzia JKT Tanzania ni miongoni mwa timu ambazo zinacheza kandanda safi, so ya kubutua, ni timu ambayo inacheza na namba kubwa ya viungo, na sasa hivi wanaongoza ligi katika msimamo, wanafanya vizuri. Kwa hiyo hao ni JKT Tanzania. Kwa hiyo kwa ubora wake ambao yuko nao, kwa namna ambavyo amewafanya wachezaji wengi kurudi katika makali yao, amekuwa chagizo au chanzo cha nyota kama Wilson Nangu kufanya vizuri ndani ya kikosi cha JKT Tanzania, na leo hii ameondoka, amekwenda kujiunga na Simba. Manake yeye alimuona Wilson Nangu tangu akiwa Tanzania Prisons, Nangu akiwa TMA, aliona kuhusu ubora wake, akapropose msajili Prisons, mambo hayakwenda sawa, lakini ndani ya JKT Tanzania aliona juu ya potential ya Nangu, akamsajili na akafanya vizuri akiwa na JKT Tanzania. Msimu uliopita ndo ulikuwa msimu wake bora zaidi, lakini msimu huu tunapozungumza tayari huyu amesha kwenda kujiunga na kikosi cha mnyama. Lakini pia golikipa, ingawaje sio eneo la moja kwa moja la kwamba yeye anahusika moja kwa moja, lakini golikipa Yakubu Suleiman ndo golikipa nambari 1 wa timu ya taifa Tanzania. Naye uwezo wake tumeuona, uwezo wake ni mkubwa. Yeye ni miongoni mwa watu ambao wanataka magolikipa ambao wanacheza mpira kutokea nyuma katika safu ya ulinzi. A ball player, golikipa ambaye ana uwezo kucheza mpira. Yakubu Suleiman iko miongoni mwa vitu ambavyo anavyoweza. Kwa hiyo Yakubu Suleiman uwezo wake umechagizwa pia na mipango ya kocha Ahmad Ally katika kumuhitaji acheze mpira kwa miguu kutokea nyuma, timu yake itengeneze mashambulizi kutokea nyuma katika safu ya ulinzi. Kwa hivyo ni golikipa ambaye pia amepevushwa na kocha Ahmad Ally. Ni kocha ambaye anafahamu vitu vingi katika mpira wetu kwa experience sasa hivi. Umri wake ni mdogo, mbinu zake inaonekana kuwa za kisasa. That's why Simba wamewiwa kuhitaji huduma yake kwa ajili ya kufanya vizuri, kwa ajili ya kuboresha benchi lao ili waweze kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ambayo mnyama anashiriki. Kwa hiyo so far tunapozungumza mazingira yako hivyo. In case of vitu vitakuja kubadilika, basi tutarudi tena hapa kuja kuangalia hili jambo liko vipi. Lakini huyu ni kocha ambaye yupo katika rada za Simba, ingawaje mpaka sasa mazingira ndio kwa hivyo, kwa maana ya Simba wametoa proposal, lakini Ahmad Ally mwenyewe imeonekana amepause kwanza kwenye hilo eneo la kwenda kuwa kocha msaidizi na akihitaji nafasi ya kocha mkuu. Mambo yatakuwa vipi? Simba atakubali au Ahmad Ally atakubali au dili itakuwa imekufa moja kwa moja? Basi usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports. Wewe weka komenti yako hapo. Unamwona Ahmad Ally anatosha kwenda kuwa kocha mkuu wa Simba au anatosha kuwa kwenda kocha mkuu wa kocha msaidizi wa kikosi cha Simba? Weka komenti yako, lakini usisahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.